Mimi sijui kwa nini unakwama wapi, sijui kwa nini unachelewa kufanya uamuzi wa kumfuata Yesu. Sijaelewa ni nini kinakutatiza rafiki yangu, sijakuelewa ni nini kinakutatiza ndugu yangu. Nataka nikwambie ya kwamba muda ni sasa, wakati ni sasa, wakati uliokubarika ni sasa. Hakuna wakati mwingine ambao unaweza ukaupata kama neema ya Mungu ikifungwa maishani mwako. Nisikilize nikwambie, Yesu Kristo wa Nazareti aliyeshinda kifo na mauti alikuja duniani kwa ajili ya kutetea, ya kuwaokoa wale watakaomwamini, wale watakaompokea. Lakini wewe, ninashangaa, sijui unawaza nini rafiki yangu, unachelewa wapi ndugu yangu? Mpe Yesu maisha yako. Wakati huu sio wakati wa kuendelea kutenda dhambi, sio wakati wa kufa dhambini, sio wakati wa kuendelea kuishi maisha mabaya. Ni wakati wa kumpa Yesu maisha yako, ni wakati wa kumpokea Yesu, ni wakati wa kumkubali Yesu. Hakuna wakati mwingine ambao mwanadamu unaweza ukaupata isipokuwa ni kuwa wakati huu tulionao, wakati ambao ni wa neema. Neema ya Bwana imefunuliwa kwako. Hebu mpe Yesu maisha yako. Hakuna mahali pengine unaweza ukapata msaada, hakuna mahali pengine unaweza ukapata neema isipokuwa ni kwa huyu Yesu, isipokuwa ni kwa huyu Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai anakupenda ndugu yangu, anakupenda rafiki yangu, na ndio maana amenituma kwako nikuletee habari njema. Amenituma kwako ndugu yangu nikuletee habari njema, habari ya kumwamini, habari ya wokovu, habari ya kumpa Yesu maisha yako na akufanye mtoto wa Mungu, ufanyike mwana wa Mungu. Biblia inaniambia katika kitabu cha Wakorinto, hata imekuwa mtu akikaa ndani ya Baba, mambo yake yote yanafanyika upya. Yeye mwenyewe amefanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo kumbe, ukimwamini Yesu anaanza kufanya operation, anaanza kukutengeneza upya. Ulikuwa ni mlevi, hauwi mlevi tena. Ulikuwa ni mzinzi, hauwi mzinzi tena. Ulikuwa ni mchawi, haurogi tena. Ulikuwa ni mganga wa kienyeji, unaachana na uganga, unamfuata Yesu na unakuwa mwanafunzi wake, unakuwa mwanafunzi wake. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, hakuna namna ambayo unaweza ukapona, hakuna namna ambayo unaweza ukapata amani isipokuwa ni kumpa Yesu maisha, isipokuwa ni kumkubali huyu Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai amenituma kwako nikuletee habari njema ya kwamba anakupenda, ya kwamba anakuhitaji, anatamani akuokoe. Biblia inaniambia katika Mathayo 11:28 ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Alikuwa anamaanisha nini? Ya kwamba wanadamu tunayo mizigo, ya kwamba wanadamu tumebeba mizigo mizito. Mingine ni mizigo ya dhambi, pengine ni mizigo ya ulevi, pengine ni mizigo ya uchawi, pengine ni mizigo ya mkataba na maagano ya kuzimu. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti, amenituma kwako nikwambie, anatamani upeleke mzigo kwake, anatamani upeleke mzigo kwake. Ana mpango na wewe, ana mpango na wewe. Anakuhitaji mtu wa Mungu, anakuhitaji mteule, anakuhitaji urudi kwake, urudi utengeneze maisha. Urudi utengeneze maisha. Come on, hauna namna nyingine tena. Rudi, peleka maisha yako kwa Yesu. Come on, bring your life to Jesus. Hakuna namna nyingine, hakuna sehemu nyingine rafiki yangu palipo na msaada wa kweli. Hakuna sehemu nyingine palipo na amani ya kweli. Furaha ya moyo tunaipata kwa Yesu peke yake. Amani ya moyo tunaipata kwa Yesu peke yake. Tuliokoka hakika, ukituona unasema yes, ama hakika hawa watu wana Mungu. Ni kwa sababu gani? Tunaye Yesu Kristo wa Nazareti aliyeshinda kifo na mauti. Yesu huyu wa Galilaya ambaye yuko ndani yetu ndio anafanya amani katika maisha yetu, ndio anafanya amani kwenye maisha yetu. Come on, familia zetu zimekuwa vizuri ni kwa sababu ya huyu Yesu. Mambo yetu yananyoka ni kwa sababu tunaye Yesu. Come on, wachawi hawatugusi ni kwa sababu tunaye Yesu. Unahangaika nini? Unachelewa wapi rafiki yangu? Hakuna namna nyingine ambayo unaweza ukapata msaada. Njoo kwa Yesu, mpe Yesu maisha yako akubadilishe. Haleluya.